Kwa majina naitwa Mbarak Islam Ahmed, ukipenda utaniita Obama, ni kiongozi wa vijana katika mji wetu wa Malindi na pia ni mwanaharakati wa kila aina katika mji wetu wa Malindi, harakati za kijamii na harakati pia za kuhamasisha vijana kwa empower katika njia nyingi. Kitu kimenileta hapa ni kitu kwa sababu tumesikia kuna kazi kwa vijana Dubai, na mimi ni kama kijana na ni kiongozi wa vijana na nimefanya mobilization yangu ya kuleta vijana hapa. Nilikuja kuhakikisha je, hii process inafanyika ama ilikuwa ni propaganda, na nimeona imefanyika transparent, na hata tunaona hivi baadhi za interviews zinaendelea hapa kando, na pia imenifurahisha kama kijana wa Malindi kwamba kila kitu kimeweka wazi kwa wanajamii wa Kilifi. Itasaidia kwa mambo matatu muhimu. Cha kwanza, itasaidia kwa upande wa security. Itapunguza lack of security. Uhalifu utapungua mashinani. Cha pili, pia itafanya vijana wajiendeleze katika maendeleo yao nyumbani kwao, watajenga, watasomesha watoto wao, umaskini utapungua. Na jambo lingine kabisa, itakuwa inasaidia serikali create a lot of job kwa vijana, kwa sababu tuna complain serikali haitupi kazi. Serikali haitupi kazi, lakini serikali wanatutengezea nafasi ya kazi kama hii mojawapo. So itakuwa ni kitu muhimu kwetu sisi vijana ikiwa tuta-apply kwa wingi na tuhakikishe tumefuatilia hili jambo kwa unaga na ubaga, ili tujue kwamba zile nafasi 1000 tuliotajiwa na waziri wetu Alfred Mtua zimekamilika na kila mmoja aliyokuja hapa amezipata. Mimi nimetafuta nafasi mbili. Ya kwanza nimetafuta driving ya bodaboda na nyingine ni security guard. Hizo ndio nimeapply mimi kama Mbarak Islam ama. Kisha nataka kuhamasisha vijana wenzangu, hizi nafasi zikija tusidharau, tujitokeze kwa wingi, kwa sababu kulaumu tukiwa majumbani hiyo haileti suluhisho. Ni tujitokeze, tuhakikishe na tufuatilie mambo kama haya, kwa sababu kazi haiji nyumbani ukiwa umelala. Kazi inakuja penye wewe ukitoka kwenda kuitafuta. So na wahamasisha vijana tusiwe na ego ya kudharau kitu. Tujaribu tufuatilie na tujaribu wenye kuhakikisha lile jambo limefanyika kwa njia ya sawa, na kila kijana ambaye yuko ndani ya Malindi, hata kama hatapata yeye, akisikia mwenzake aliyokuja hapa amepata, afurahike. Next time na yeye ajibidiishe, ajue makosa yake ni yapi ili apate kuwajibika. Na pia nataka kutoa shukrani sana kwa serikali kuu na serikali ya county kushikana kwa pamoja kutuletea huu mswada. Pia kiongozi wetu Amina Mnyazi akiwemo ndani na mheshimiwa wetu Twairi wameshikana, na pia ndugu yake Kingi, kwa majina nimemsahau lakini nitamtumia hili jina tu la ndugu yake Kingi, Michael King. Very good, asante kwa Michael King pia kutuletea hii nafasi hapa mashinani, kwa sababu angekuwa ni binafsi angepeleka upande wa kwake Magarini, lakini ameileta Malindi sub county, ameifanya Kilifi nzima. So pia yeye tunampa kogelo, na Mungu ampe umri mrefu na amzidishie, na hakikisha kila nafasi atakayoipata kwa watu wa Kilifi anaileta kama hivi, vijana wa Kilifi wanafaidika, tunalisha familia zetu. Kwa hayo mengi ama hayo machache nataka kutoa shukrani, na pia niko na mzee wangu hapa ambaye ni mzee wa vijana na huaga sana anatusaidia sisi vijana kutupatia advice na kutupatia morali. Ningependa aongee mawili matatu. Asante. Kwa majina naitwa Harrison Baya, jina la mtaani naitwa Councillor. Mimi nilikuwa councillor, former councillor, na nimekuwa public officer. Kwanza natoa shukrani kwa ile serikali vile imeleta ule mradi wa kuandikisha kazi. Hapa kwa fupi, hapa Shela ward ina matatizo mengi sana. Na hata hiyo shughuli tunajaribu kuzifuatiliza, kujaribu mahali pamoja wa vijana, lakini sababu mambo ya kazi ndio ni shida. Lakini naona leo ni kama muujiza. Kama serikali itaendelea mambo kama haya, mimi tayari mimi niko ODM. Kuanzia leo kama mambo yatakuwa ni haya, vijana wetu waandikwe kazi. Wana rais, mimi ni mmoja wao. Nitarudi kwako na tutafanya kazi za sawa. Kazi ndio tunataka, si chama. Maendeleo tunataka. Mambo mengi tunafanya. Wamama wanapokuja vibeti, mtu akishika simu anapiga simu vinaenda, sababu kijana hana kazi. Kuna wengine hawana familia, hawana baba, hawana mama, wanafanya ukora ambao ni mgumu. Sasa ile mambo yake ile anajikataa paka roho yake, anasema afadhali nikufe sababu sina kazi yoyote. Lakini hivi akipata ile nafasi, nafikiri mambo yatakuwa sawa. Na serikali isiwe ni mwanzo. Kama imefanyika hapa, hata Magarini nifike. Kuna wengine wamesikia kama kwenye radio ama magazeti, wengine hawana radio, wengine hawana magazeti. Na kitu kama muende tena, mrudi tena, mchukue wananchi. Vijana muandike kwa wingi na uende ili watuletee manufaa huko.
na wanapoenda kule, kama ni shida, serikali iwe inaangalia. Kama mtu anapata shida fulani kule, kwa maji tawana wako macho hao vijana ambao wanaenda. Isiwe kama shida kule mtu amefanya mambo mengine ambao wahalifu. Najua kuna wengine ambao roho zao ni za karibu. Anafanya na yule mfanya tajiri wake, pengine kuna watu kama 10 familia 15. Anafanya kazi over. Inabidi awe na hasira nyingine mpaka yule tajiri anakuwa anafanya mambo mengine ambayo sio. Ile inafanya mtu analeta mawe. Kwa hivyo nashukuru serikali kama Michael King yule ambao ameleta hizo vitu hapa. Na leta kongole na tufanye hivi. Mambo ndio haya ndio unataka. Asante na asanteni. Na kwanza mpatia Amina Mnyasi, Shukran, Tahir, Gavana Mngaro na Kingi ambao ni speaker wa Senate. Kama hili jambo mmefanya hapa mmeleta hapa, hiyo ndio sawa, ndio kikazi. Mshirikiane mtuletee kazi hapa. Watu wana bahari tuko nayo karibu hapa, lakini hatunufaiki. Mambo kama hayo mjaribu kuingia kwa ndani. Asanteni, Mungu ambariki. Ingilio yote mjanja passport. Kumbe niko na kofia hata siko nakumbuka. Idea gani? Cheki hata wewe sijua. Kuna neema Kidogo kidogo sisi tunachukua nini hapa? Ndani wewe. Nini? ya boss. I'm at the club. Anasema kutumia yapi blog?